Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu yangu mtazamaji wa Africa TV, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu katika mfululizo wa vipindi vyetu vya fiqhi ya hija, tukiendelea kujikumbusha mambo muhimu yanayohusiana na ibada ya hija ili tukatekeleze ibada zetu kwa wale ambao wametiania kwa uhakika na uweledi inavyotakiwa. Katika kipindi kilichopita tulikuwa tunazungumzia mambo yaliyo haramu kwa mtu aliye ndani ya ibada ya hija ama umra, ambaye yuko ndani ya nia, bado nia anayo, ambaye anatekeleza, yuko ndani ya utekelezaji. Kuna mambo haya ambayo mengi kama tulivyoona ni mambo ya halali, kimsingi ni mambo ya halali, lakini yanaharamishwa kwa sababu ya ibada ya hija. Tukafikia kutaja swala la tendo la ndoa. Tendo la ndoa hapa linalozungumzwa kwenye sheria huwa linazungumzwa tendo la ndoa la halali. Hilo la haramu ni haramu popote pale, lakini hapa tunazungumzia tendo la ndoa la halali, mtu na mkewe kukutana kwenye hija wakiwa ndani ya ihram au mmoja wapo akiwa kwenye ihram, ni haram na inaharibu hija. Sasa katika mambo ambayo ni haramu ni kufunga ndoa. Sija ukamuona ukawa una mchumba wako ukachelewesha ndoa, ukasema tutakwenda kufunga ndoa Maka. Mnafika mikati, mnatia nia, mnafika Mina pale, mko kwenye nia yao, au Arafa, unamwambia shekhe tuozeshe kwa sababu tunataka tupate baraka za Arafa. Hiyo pia ni haramu. Ndoa hiyo haitasihi. Ibada haitoharibika kwa kufunga ndoa, sio kwa tendo la ndoa. Tendo la ndoa linaharibu ibada, lakini kwa kufunga ndoa ibada haitoharibika, na wala hakuna fidia yoyote ambayo mtu ataitoa, isipokuwa ndoa hiyo itaharibika. Hiyo ndoa itakuwa sio ndoa, haikuswihi, na hao waliofanya hilo jambo watapata madhambi kwa sababu wamefanya jambo ambalo ni haramu. Na hapa wahusika wote kwenye ndoa, yoyote katika wahusika wa ndoa, mmoja wapo akiwa kwenye ihram, hiyo ndoa haitaswihi. Inawezekana mume tu peke yake ndio yuko kwenye ihram, lakini mke hayuko kwenye ihram, baba muozeshaji maana wali hayuko kwenye ihram, wakaozeshana hivyo, bado hiyo ndoa itaharibika. Au inawezekana pia mume akawa sio muhrim, baba mke pia sio muhrim, lakini baba ni muhrim. Kwa mfano, baba kaenda zake Maka, kaenda kuhiji, yuko Arafa, sasa anataka baraka za Arafa, anapiga simu, anamwambia mwanae wa kike, yule bwana, hebu mwambieni aje nimuozeshe sasa hivi, mimi niko Arafa hapa. Anapewa simu baba mkwe, anasema nimekuozesha binti yangu kwa mahari yake mliokubaliana, mimi niko Arafa hapa, tupate baraka za Arafa. Hiyo ndoa haitoswihi, na baba huyo atakuwa amepata madhambi kwa sababu ya kufanya ya kufunga ndoa, kwa kufungisha ndoa akiwa katika ihram. Kwa hiyo yoyote katika wahusika wa ndoa, mmoja wapo akiwa katika ihram, hiyo ndoa haitaswihi. Lakini pia katika mambo ambayo ni haram kufanywa na mtu ambaye yuko haji ni kuwinda mnyama wa porini. Mnyama wa porini, mwenyewe yuko porini, swala, sijui digidigi, sijui sungura, sijui nini, sio yule sungura wako kufuga, yule wa porini kabisa. Ikitokea haji, pengine unajua tunapokwenda kule Arafa ni maporini kule, sema tu kwa sababu ardhi ni jangwa, unaona mapori sio mengi, kuna miti tu, lakini hakuna mapori mengi. Lakini inaweza kutokea hizo zama hizo wenzetu, watu kwa wakienda hija kwa wanakutana na wanyama. Kwa hiyo ukakutana na swala, mkaanza kumkimbiza, mkamkamata, mkamchinja, hiyo itakuwa ni haramu kwenu, na hapo mnalazimika kutoa fidia
ya huyo mnyama mliyemuwinda. Na mnyama ikosa likiwa ni la kuwinda mnyama, itatakiwa kuchinja mnyama anayefanana na yule uliyemuwinda katika wanyama wanaofugwa. Kama mnyama uliyemuwinda anafanana na mbuzi, basi inabidi uchinje mbuzi. Kama mnyama uliyemuwinda anafanana na kondoo, inabidi uchinje kondoo. Kama mnyama anafanana na ngamia, inabidi uchinje ngamia. Na kuna wataalamu ambao wanafanya hivyo vipimo kwamba huyo uliyemuwinda anafanana nini. Hata ndege, ukimkuta ndege uko porini ukamuwinda, naye pia huyo ndege atafananishwa anafanana na nini katika wanyama walioko bara, walioko juu, yani tunaowafuga. Sio kuku, yani sio kama yani malipo yanatembea kwenye mbuzi, kondoo, ng'ombe na ngamia. Kwa hiyo unaweza ukawinda huku ndege, lakini ukaambiwa kuchinje ngamia kulingana na ndege uliyemuwinda. Wataalamu watakwambia huyo ndege anafananaje na ngamia, au anafananaje na mbuzi, ama anafananaje na kondoo. Na haya yameelezwa katika vitabu vya fiqhi, na wako wataalamu wake ambao wanaweza kufananisha vitu hivyo. Haya tuliyoyataja yote ambayo ni haramu kwa watu wote, wanaume na wanawake, mpaka yale ya kuvaa soksi za mikononi. Sio wanawake tu, hata wanaume pia hawaruhusiwi kuvaa soksi za mikononi. Lakini kuna mambo ambayo ni haramu kwa wanaume tu. Nayo kwanza ni kujifunika kichwa. Mwanamke anaruhusiwa kufunika kichwa chake akiwa hija, lakini mwanamume haruhusiwi kufunika kichwa chake. Hamna kuvaa kofia, hamna kuvaa kilemba, hamna kuvaa chochote, isipokuwa mwanamume anaweza akajistiri kichwa chake kwa kitu ambacho hakishikani na kichwa chake, kama vile mwamvuli. Kukiwa kuna jua, kuna mvua, unaweza ukakunjua mwamvuli ukafunika kichwa chako, hiyo haina shida. Lakini usifunike na kitu ambacho kimeshikana na kichwa, hiyo hairuhusiwi. Lakini pia jambo jingine ambalo ni haramu kwa wanaume tu peke yao ni kuvaa nguo za kawaida. Nguo za kawaida zilizoshonwa kwa ajili ya kuvaliwa katika viungo maalumu vya mwili. Nguo anaruhusiwa kuivaa mwanamume ni nguo iliyokaa katika muundo wa shuka. Lakini nguo iliyokaa katika muundo ya kuvaliwa kwenye kiungo maalum, shati, suruale, chupi, bukta, pajama, zote zote ni haramu kwa haji kuvaa nguo hizo. Atavaa tu shuka kiunoni hapa, atafunga izar ambayo sisi tunasema shuka ama kikoi, halafu nyingine atajifunika juu kwenye mabega yake kama tulivyoeleza katika vipindi vilivyotangulia. Kwa hiyo mwanamume akifika hija, hakuna kusema sasa nitaishije hapa bila nguo ya ndani. Hakuna, vua kila kitu, alafu vaa shuka yako wewe mwenyewe. Sasa kuwa makini na namna ya kujistiri. Ama kwa upande wa wanawake, mambo ambayo ni maalumu kwamba ni haramu kwa ajili ya wanawake ni swala zima la kujifunika uso mwanamke kwa kutumia niqab au burku au kifaa chochote kilichoshonwa maalum kwa ajili ya kufunikia uso. Hizo burku, niqab, zote hivi ni vitambaa vilivyoshonwa maalum kwa ajili ya kufunikia uso. Hivyo havifai. Hata vile mwanamke kujifunga, Waarabu wanaita talathum, yani mtu akachukua nguo yake akaifunga hivi akaizungusha kwenye kichwa afu akabakisha macho tu, ameziba mdomo ni kila kitu, pia mwanamke haruhusiwi kufanya hivyo. Mwanamke anachoruhusiwa ni kufunika, kuteremsha ule ushungi wake aliojifunika kichwani, kuteremsha usoni pale patakapokuwa anatazamana na wanaume ambao sio maharimu zake. Anapita sehemu kuna wanaume, anaweza kafunika uso hivi akapita tu, alafu akipita na anauondoa ule mtandio wake kwenye uso wake. Utakuta kuna baadhi, ukifika Maka kule, utakuta kuna baadhi kina mama wanavaa kepu, alafu ule mtandio aliovaa huko anaushusha hivi kwenye kepu ile ili kujifunika uso.
kwa kusema kweli hata hiyo aifanye tu pale ambapo atakuwa anaona kwamba yuko mbele ya wanaume. Akiwa na wanawake wenzake hakuna kufanya hicho kitu, au akiwa sehemu salama ambayo haina fitna yoyote, asifunike uso wake kwa chochote kile. Haya mambo ambayo tumeyataja ambayo ni haramu kufanyika yana hali mbili. Kuna hali ya kwanza, haja anaweza akayafanya bila udhuru wala haja yoyote, kajifanyia tu, huyu atapata madhambi. Yani wewe unaanza kujifunika uso mwanamke bila sababu, mwanamume unajifunika kichwa bila sababu, huna udhuru wote, utapata madhambi. Pili, mtu akiyafanya kwa sababu ya haja au udhuru, huyo mtu hatopata madhambi, lakini atalipa fidia. Atalipa fidia, na hizi fidia inshallah tutakuja kuzitaja huko mbele. Lakini kama mtu atalazimika, kwa mfano kuna watu anaweza akawa hija alafu akawa na matatizo kwenye nywele, akawa amefanya vidonda kwenye kichwa, lazima nywele zinyolewe ili aweze kupaka dawa. Huyu anaweza akanyoa nywele zake kwa sababu kuna haja, lakini atalipa fidia. Lakini mtu ambaye amefanya bila dharura yoyote, huyu atapata madhambi na fidia vile vile atalipa. Ndugu yangu mtazamaji wa Africa TV, tuende mapumziko mafupi inshallah. Tukirudi tutakuja kuendelea kuangalia mambo mengine yanayomhusu haj akiwa katika ibada yake ya hija. La ilaha illa. Naam, ndugu yangu mtazamaji wa Africa TV, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi chetu, ikiwa bado tunajaribu kuyaeleza yale ambayo ni muhimu katika utekelezaji wa ibada yetu ya hija, ili mahujaji waweze kuyachunga haya pale wanapokuwa wanatekeleza ibada zao. Jambo la kwanza, sasa hivi baada ya kuzungumza ya mambo ambayo ni haramu, kuna mambo ambayo si haramu kufanywa na mtu ambaye yuko katika hija. Unaweza ukatatizwa na watu kwamba hilo alifaa. Angalia, kuwa makini katika mambo ambayo inafaa kuyafanya. Ni kuua wanyama pamoja na vidudu vyote vinavyoudhi, vinavyoleta madhara kwa wanadamu. Chochote kile ambacho kinaleta madhara kwa mwanadamu, basi anaruhusiwa kukiua hata akiwa ndani ya hija. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaja baadhi yake kwamba hivyo vitu vinauawa. Akataja kunguru, mwewe, nge, panya, mbwa mwenye kichaa, nyoka, simba, mbwa mwitu. Hawa wote ukutana nao unaweza ukauoa, kwa sababu wanaweza wakaleta madhara dakika yoyote ile. Jambo la pili ambalo mtu anaruhusiwa kulifanya ni ikiwa mtu atakwenda hija na akawa amekosa ihram, kitu ambacho kwa sasa hivi si kitu rahisi, basi ataruhusiwa kuvaa pajama hivi ama nguo ya ndani, ile suruale. Anaweza akaruhusiwa kuvaa suruale kama atakosa ihram. Lakini kama tunavyosema, si jambo rahisi. Ihram sasa hivi ziko kila sehemu, lakini inaweza ikatokea mathalan umekwenda Arafa, ile mshike vurugu zile nini, ihramu zikachukuliwa, hazijulikani ziliko, na wewe una begi, una suruale. Toa begi haraka, fungua, vaa suruale. Ndugu yangu, usitembee uchi, kwa sababu hapo ihramu zikishachukuliwa hivyo, maana yake utakuwa huko kweupe. Sasa usikubali ukaendelea kubaki eti kama una begi lako, una suruale, toa haraka suruale, vaa. Sura kama hiyo ikitokea, lakini sura hizi kutokea ni ngumu sana kwa sasa hivi. Na mtu ambaye hakupata kanda mbili anaruhusiwa pia kuvaa viatu, lakini anatakiwa hivyo viatu avikate nyuma ya kisigino, visimfunike mguu wote mpaka kisigino. Vaa viatu vyako, lakini vikate uko nyuma kwenye kisigino. Lakini pia katika mambo ambayo hakuna shida kwa mtu ambaye yuko kwenye ibada ya hija ama umra kuyafanya ni kuvaa
Kuvaa viatu ambavyo havifuniki vifundo viwili vya mguu. Kama kuna viatu ambavyo haviwezi kufunika vifundo viwili, pia baadhi ya wanachuoni kama shekhe hapa anasema kwamba unaruhusiwa kuvivaa. Lakini pia si haramu wala si tatizo kwa haji kuoga kwa ajili ya kuondosha joto, kwa ajili ya usafi. Unaruhusiwa kuosha kichwa chako na kusugua kichwa chako, lakini kwa taratibu, kwa upole, isipelekee kukata nywele zako. Kama zitakatika kwa bahati mbaya kwa huo usuguaji wa taratibu, haina shida. Lakini pia haja anaruhusiwa kufua nguo zake, zile ambazo zile za ihram unaruhusiwa kuzifua, na kama una nyingine ukabadilisha ukavaa zile ambazo ni safi, zile zikichafuka nazo ukafua ukavaa hizi safi. Yote haya hayakatazwi. Tukuta baadhi ya mahujaji wanakaa siku zile 3 pale Mina na kiihramu kimoja hicho kimechafuka, kina nongo kupita maelezo. Ukimuuliza kwambia bwana, hii hairuhusiwi. Hapana, hakuna aliyokataza kufua ihram. Sema tu labda kama una moja hiyo kwamba sasa ukiifua utavaa nini, huo ndio mtihani. Lakini ni vizuri, na ndio maana hata baadhi ya mashirika wanawaambia mahujaji kwamba sisi tutagawa ihram moja, lakini kama unataka ziada unaweza ukasema, utauziwa, zipo, ili upate ya kubadilisha. Kubadilisha sio kubaya wala hakuna shida. Kuvaa miwani pia ni jambo ambalo linaruhusiwa, hata kama sio ya macho. Unavaa miwani kwa ajili tu ya kuzuia jua, kuzuia vumbi, inaruhusiwa. Kuvaa saa inaruhusiwa. Kufunga pia ile shuka yako, kuifunga labda na mkanda au na uzi, haina shida. Yani huna utaalamu wa kuvaa kikoi, sasa unakivaa kinadondoka, unaruhusiwa kutafuta mkanda, na iko mikanda inauzwa, au ukaenda na mkanda wako kuvalia suruali ukaufunga kwenye kikoi chako, pia haina shida, inaruhusiwa. Pia inaruhusiwa kujifunika kwa mwamvuli au kwa dari ya nyumba au gari au hema au kujificha kwenye mti. Yote haya yanaruhusiwa kwa haji na wala hakuna shida yoyote. Lakini pia kama nguo yako ya ihramu itapasuka, ushikwa na mti huko imechanika, unaruhusiwa kuishona zile sehemu zilizopasuka, ili usije ukakaa uchi, usije ukasikia kushona ukajua kushona ni kushona huko kwamba kutaharibu hija yako. Hapana. Ushonaji ni huo tuliosema, ni ushonaji wa kuishona nguo ikavalika kwenye kiungo maalum. Lakini kama nguo imepasuka unatia kiraka, hamna shida, tia kiraka. Haya ni mambo ambayo wanawachuoni wameyataja kwamba yanaruhusiwa kufanyika kwa mtu ambaye yuko kwenye hija. Kuna jambo moja ambalo baadhi ya wanawachuoni wanahitalifiana, ni swala la hijama, kuumika, kupiga chuku, kufanya hijama. Hili kuna baadhi ya wanawachuoni wanaona kwamba jambo hili halifai, lakini baadhi ya wanawachuoni wanaruhusu, kwa sababu imethibiti kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya hijama akiwa muhrim. Kwa hiyo pia hijama, unaweza ukafanya hijama ukiwa ndani ya ihram na wala hakuna shida yoyote. Ndugu yangu mtazamaji wa Africa TV, haya ni mambo ambayo ya msingi katika ibada zetu za hija na umra tutakazoweza kwenda kuzifanya. Moja katika vitu ambavyo Muislamu anatakiwa kuwa navyo makini ni kufuatilia haya mafundisho zaidi kuliko kufuatilia dua. Utakuta baadhi ya Waislamu wanahangaika kutafuta vitabu vya dua, lakini hawahangaiki kutafuta vitabu vinavyowafundisha namna ya kufanya ibada zao. Haya mambo kwa kueleza tu hivi inakuwa si rahisi kuyakumbuka yote, lakini kuna vitabu
vimeandikwa tena kwa lugha zote. Tafuta kitabu cha hija ndugu yangu Muislamu, uwe nacho. Kila ukipata fursa unakaa unasoma yale mambo ya haramu ni yapi, unajaribu kuyapitia. Mambo ya wajibu ni yapi, unajaribu kuyapitia ndani ya hija yako. Kila ulipo, kila ukipata nafasi, umepata nafasi Mina, umepata nafasi Arafa, jaribu kupitia. Ikiwezekana kuanzia sasa hivi, ukiwezekana bado nguvu ya kukremu bado unayo, kremu hayo mambo ili uingie kwenye ibada ya hija ukiwa na uhakika kwamba unaweza kuilinda ibada yako. Mashekhe tuliokuwa nao kwenye misafara yetu ni mashekhe wanatuongoza namna ya kufanya ibada, lakini unaweza ukajikuta ushaharibu ibada yako. Sasa shekhe anakusaidiaje? Shekhe sasa atakwambia sasa hatua zinazofuata ni zipi, ibada yako umeshaiharibu. Ni bora wewe mwenyewe ukajitahidi ukayasoma haya mambo, kitabu hicho ukawa nacho kabisa, unatembea nacho kila ulipo, unakisoma kidogo kidogo. Lakini sasa badala ya hivyo utakuta kuna watu wanajishughulisha sana mitabu karibu 20 ya dua. Sijui kuna Kanjul Arshi, sijui Jawshanul Kabiri, sijui kuna vitu gani. Mtu ananunua mavitabu tu hata juu anaenda kusoma kitu gani. Ndugu yangu, dua haikatazwi na wala hatukatazi sisi kununua kitabu cha dua, lakini tunasema umuhimu ni kutengeneza ibada yako ya hija. Dua hiyo unaweza omba hata kwa Kiswahili, omba hata kwa Kizaramu, omba hata kwa Kimakonde, omba, nenda kamaombe, kazungumze na Mola wako. Kule Maka wewe ukifika, zungumza na Mola wako, sema lugha unayoijua wewe, uhisi unachomwambia Mola wako unamwambia kitu gani. Acha habari ya kusoma vitu ambavyo hujui maana yake. Shughulika na ibada yako, itengeneze na muombe Mola wako kwa lugha unayoifahamu, ujue unamwambia nini Mola wako, unamuomba nini Mola wako, na wala usihisi kwamba Mola wako lugha yako haijui. Yeye ndio kaiumba hiyo lugha. Kwa hiyo zungumza lugha unayoijua, ambayo unajua kwamba hapa namsemesha Mola wangu, nahitaji 1 2 3, ya Rabbi mimi na 1 2 3. Zungumza na Mola wako. Hii habari ya mavitabu haya ya Kiarabu achana nayo. Tafuta kitabu cha kujifunza hija yako. Mimi nimuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atupe taufik ya kuyafanyia kazi haya tunayozungumza, na tuwaombee mahujaji wote waliotiania safari hii ya kwenda kutekeleza ibada ya hija. Allah wape taufik, waende salama, warudi salama, na watekeleze ibada zao kwa uzuri, warudi wakiwa kama vile ndio wamezaliwa na mama zao siku hiyo, wakiwa hawana dhambi hata moja, na wapate bishara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayosema kwamba hija mabrur haina malipo isipokuwa pepo. Tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala tukutanishe kwenye kipindi kingine, tuendelee kukumbushana mambo mengine muhimu ili tuweze kukamilisha safari yetu hii ya hija. Hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Allah Allahu akbar, Allah Allah Allahu akbar, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah.